Je, unajua kwa nini Iran imekuwa adui mkubwa wa Marekani na Israeli? Je, ni siasa tu au kuna jambo kubwa zaidi lililofichwa? Watazamaji, kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu mvutano kati ya Marekani na Israeli na Iran. Katika maelezo aliyotoa, Sheikh Dr. Sule aligusia sababu zinazodaiwa kuifanya Irani iwe kwenye mzozo wa muda mrefu. Irani imekuwa mataifa hayo makundi yanayopigana na Israeli katika eneo la Mashariki ya Kati inayosimama wazi kuona za Marekani kama ushawishi wa Marekani katika usalama wake na Israeli. Na jambo tatu, kuna masuala ya silaha za nyuklia. Marekani na washirika wake wamekuwa wakidai Islamu ambazo zimejenga kutengeneza silaha za nyuklia unaojitegemea bila kutegemea nguvu za Magharibi. Tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, Irani imechukua msimamo wa jambo ambalo Irani imekuwa ikilipinga na kusema mpango wake ni wa matumizi ya nishati tu. Je, ni vita ya dini au siasa? Swali kubwa linaloulizwa ni hili. Je, huu ni mzozo wa kisiasa tu au kuna mgongano wa kiitikadi kati ya dola ya Kiislamu na dola za Magharibi? Ya kiusalama, baadhi ya wachambuzi wanaona ni vita ya maslahi ya kiusalama na kiuchumi. Wengine wanaamini ni mapambano ya kiushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati. Jambo moja tu liko hivi, mvutano huo haujaanza leo na hauko karibu kumalizika. Kila upande una hoja zake, kila taifa lina maslahi yake. Swali linalobaki kwako mtazamaji, je, unaona Irani ni mkosaji au ni mhanga wa siasa za kimataifa? Wanaona ni vita ya maslahi. Kuna jambo jingine kubwa zaidi ambalo halisemwi wazi. Mapambano ya ushawishi katika Mashariki ya Kati. Irani haiko peke yake. Iko katikati ya mapambano makubwa ya nguvu za kimataifa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa miaka mingi, United States imekuwa na ushawishi mkubwa katika mataifa mengi ya Kiarabu, lakini Irani imekuwa ikijaribu kupanua ushawishi wake kupitia washirika wake katika nchi kama Syria, Iraki na Yemen. Hii imeifanya ionekane kama inajenga mtandao wa nguvu wa kupigana na Israeli na washirika wake. Swala la mafuta na uchumi. Tusisahau jambo moja muhimu. Mashariki ya Kati ni kitovu cha mafuta duniani. Irani ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta. Vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani vimeathiri sana uchumi wake. Swali ni hili. Je, vikwazo hivi ni kwa sababu ya usalama wa dunia au ni njia ya kudhibiti nguvu ya kiuchumi ya Irani? Je, ni tishio la kiusalama? Kwa upande wa Israeli, Irani imekuwa ikitamka wazi kwamba haikubaliani na uwepo wake kama dola. Kauli kama hizi zimeongeza hofu ya kiusalama. Israeli inaona kuwa ikiwa Irani itakuwa na silaha za kisasa au nyuklia, basi usalama wake uko hatarini. Lakini Irani kwa upande wake inasema inajilinda dhidi ya maadui wanaoizunguka. Hoja ya dola ya Kiislamu. Katika hoja iliyogusiwa na Dr. Sule, alieleza kwamba Irani ni moja ya nchi chache zinazojitambulisha wazi kama dola ya Kiislamu yenye msimamo. Katika hoja aliyogusia, Dr. Sule alieleza kwamba Irani ni moja ya nchi chache zinazojitambulisha wazi kama dola ya Kiislamu yenye msimamo mkali dhidi ya ushawishi wa Magharibi. Hii imefanya ionekane kama kikwazo kwa mpango wa kimataifa inayotaka ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Lakini hapa ndipo mjadala unapoanzia. Je,
Kweli ni kwa sababu ya Uislamu au ni kwa sababu ya siasa na maslahi ya kimataifa? Vita ya leo si lazima iwe bunduki pekee. Vita inaweza kuwa vya uchumi, propaganda na ushawishi. Na kadiri mvutano unavyozidi kuonekana, dunia nzima inatazama kwa wasiwasi. Katika sehemu ya pili tutaangalia nini kinaweza kutokea kama vita ya wazi itatokea, na athari zake zitakuwa zipi kwa dunia ya Kiislamu na dunia kwa ujumla. Swali linalobaki kwako mtazamaji, je, unaona Irani ni mkosaji au ni mhanga wa siasa za kimataifa? Andika maoni yako hapo chini kwenye comment. Pia usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa maoni zaidi ya uchambuzi kama huu.